Wanawachuoni wa Kiislamu wameikhtilafiana juu ya hukumu ya anayefunga kisha haswali. Kundi la kwanza limesema kwa kuwa ibada ya funga ni ibada inayojitegemea, basi mfungaji asiyeswali bila ya shaka atalipwa kwa funga yake na atakuja kuadhibiwa kwa kuacha kwake swala. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ni ya wanawachuoni waliosema ya kuwa sala ndiyo uti wa mgongo katika Uislamu. Sala ndiyo nguzo muhimu katika nguzo tano za Uislamu baada ya shahada mbili. Sala ndiyo mama wa ibada zote, na swala ni muhimu kuliko hata funga. Maana swala huswaliwa kila siku mpaka unakufa, na funga huja kwa mwaka mara moja, bimaana funga ya faradhi. Mpenzi mtazamaji, kauli ya pili ya wanawachuoni wanasema ya kuwa kama hivi ndivyo ilivyo, basi hakuna ibada yoyote itakayokubaliwa kwa mtu asiyeswali. Ushahidi walioutumia ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyoipokea al-Imamu Abu Daud kwa nambari 864 na hadithi aliyoipokea al-Imamu Tirmidhi kwa nambari 413 na aliyoipokea al-Imamu Nasai kwa nambari 465, ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatufahamisha ya kuwa baada ya kiyama kusimama, suali la kwanza ambalo kila mmoja wetu ataulizwa siku ya kiyama ni juu ya swala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatuhu. Ikiwa swala zake zitatengama, zitakubaliwa, zitapita na kupitishwa, faqad aflaha wa anjah, bila ya shaka huyo atakuwa amefaulu na amefuzu. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, na ikiwa mtu swala zake ziliharibika, hazijakubaliwa, hazijapitishwa, bila shaka huyo amepata khasara na ameangamia. Wanawachuoni wa kundi la pili wanasema kigezo kikuu cha kukubaliwa kwa matendo ya watu siku ya kiyama ni swala zake. Fa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih, kama ilivyokuja katika riwaya nyingine. Ikiwa mja siku ya kiyama swala zake zitakubaliwa, basi matendo yake yote yatakubaliwa, na ikiwa mja swala zake hazitokubaliwa, basi matendo yake yote hayatokubaliwa. Kwa kumalizia, kauli yenye nguvu ni kauli ya wanawachuoni wa kundi la pili waliosema ya kuwa swala bila ya funga hakuna chochote. Kwa nini hakuna chochote? Qur'ani tukufu inaahidi ya kuwa asiyeswali siku ya kiyama ataingizwa motoni. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Watu wa motoni watakapoulizwa kipi kilichowaingiza leo motoni, watajibu kwa sauti moja, kwa kauli moja, kwa kinywa kipana, watasema duniani hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali. Wakasema wanawachuoni wa kauli ya pili, ikiwa hauswali utaingia motoni bila ya shaka. Kwa kumalizia, mpenzi mtazamaji, suali hili litoke hapa liende duniani kote kwa kila anayefunga kisha haswali. Kwa nini unafunga? Jawabu ni agizo la Allah. Jawabu
ni faradhi ya Allah. Jawabu ni amri ya Allah. Suali, je, swala sio agizo la Allah? Swala sio amri ya Allah? Swala sio faradhi ya Allah? Kwa nini waruka nambari 2 warukia nambari 4? Hili suali naomba ujiulize popote pale ulipo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.